Kama ambavyo tumeendelea kuzungumza kupitia vyombo vya habari juu ya tamasha la kuombea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, na ndivyo ambavyo tunaendelea na maandalizi. Maandalizi yanaendelea vizuri kwa ajili ya kuelekea tamasha letu ambalo ni tamasha ambalo litafanyika mikoa isiyopungua 26. Ni tamasha kubwa sana, lakini lengo kubwa tamasha hili ni kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika katika nchi yetu katika mwaka huu. Na uchaguzi huo tunauombea ni wa Tanzania, na kutakuwepo na waimbaji mbalimbali ambao watashiriki katika tamasha hilo ambalo litaanzia hapa Dar es Salaam. Na leo natangaza rasmi kwamba tamasha hilo litafanyika tarehe 21 mwezi wa 6, na tutaanzia hapa Dar es Salaam. Bado tunaendelea na kuomba eneo la kufanyia tamasha hili. Tumeomba kufanyia katika maeneo mbalimbali, hasa ikiwepo uwanja wa Uhuru, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo mnaona viwanja vile vinatengenezwa, kwa hiyo tunaendelea kuomba nafasi, kwa sababu tamasha huwa haliharibu uwanja, tamasha huwa halidhuru uwanja, kama ambavyo wenzetu wanafanya shughuli zao katika viwanja vile. Na sisi pia tumeomba tuweze kupata nafasi ya sisi ya kufanya tamasha hili, kwa sababu tamasha hili ni kwa ajili ya taifa, tamasha hili ni kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo tunafanya tamasha kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu wa nchi yetu ufanyike kwa amani na utulivu. Leo hii tulikuwa na kikao kikubwa, kikao hichi mcha watumishi wa Mungu, maaskofu, baadhi ya maaskofu ambao wamekuja leo kwenye kushiriki kikao hichi. Lengo kubwa ni kujadili jinsi ya kutapofanya tamasha hili. Kwa hiyo tumefanya kikao na watumishi wa Mungu kama ambavyo mnaona hapa, ni baadhi yao, na tutaendelea kukaa na vikao hivi mbalimbali kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanyika kwa ufanisi wa hali ya juu, kwa sababu tamasha hili tunashirikiana na watumishi wa Mungu wa mkoa wa Dar es Salaam, wachungaji, maaskofu, mitume, wote tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa na linafanyika vizuri kabisa, na wanaendelea kuliombea tamasha hili ili liweze kufanikiwa. Lengo kubwa lifanikiwe tamasha hili. Kwa hiyo tumetangaza rasmi tarehe 21 mwezi wa 6, tamasha litaanzia hapa Dar es Salaam kuelekea mikoa 26, na tunaendelea kuongea na waimbaji mbalimbali wa mataifa mbalimbali. Mataifa mengine tumeshakubaliana, kama vile waimbaji kutoka Afrika Kusini tumeshakubaliana tutawatangaza, waimbaji kutoka Nigeria tumeshakubaliana tutawatangaza, waimbaji kutoka Rwanda tuko mazungumzo nao, lakini mataifa mengine tumeshazungumza nao. Waimbaji wa ndani tumeshamaliza makubaliano nao, wanasubiri tarehe husika tu. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumza na baadhi ya waimbaji wa mataifa hayo, na pia tunaendelea kuzungumza na mgeni rasmi ambaye atatufungulia tamasha hili kubwa. Mgeni huyo atakuja kulizindua tamasha hili rasmi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia mgeni awe mzito kidogo, kwa sababu tamasha hili ni kubwa kwa ajili ya taifa letu hili. Kwa hiyo lazima tuombe mgeni atakayekuja awe kiongozi mkubwa kwa ajili ya kulifungua tamasha hili kuelekea mikoa yote. Kwa hiyo mambo yote yanaendelea vizuri, na bado tunaendelea kuongea na wadhamini. Lengo kubwa la wadhamini kuwaomba ni kwa ajili ya gharama mbalimbali, kama mnavyojua, kuwatoa waimbaji kutoka Afrika Kusini, kuwatoa kutoka Nigeria, kuwatoa kutoka Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Zambia, ni gharama kubwa sana. Na kuwaleta pia wakija hapa Tanzania kwenye nchi yetu, wanahitaji pia walale, wanahitaji usafiri, ni gharama kubwa sana. Hata viwanja vyenyewe kulipia ni gharama kubwa. Kwa hiyo tunahitaji wafadhili ambao watatusaidia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa katika mikoa yote 26. Lengo kubwa tamasha hili ni kuombea uchaguzi mkuu, ili uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu. Baada ya uchaguzi kuna maisha yanaendelea wa Tanzania. Kwa jina naitwa Fripo Mdaraga Mosi, mchungaji kiongozi kanisa la FPCT Kuruka kwa Rara Gongo la Mboto.
kweli usiopingika. Tunamshukuru Mungu ambaye ametoa nafasi ya leo ambapo ndugu yetu mkurugenzi Musama ametoa mwaliko wa dhati kwa viongozi wote wa kidini, ikionyesha ni ushirikiano mkubwa na mwito mkubwa alionao na mzigo alionao juu ya taifa letu la Tanzania, hasa kwa kule kujenga unity ya pamoja ya kwamba tukusanyike kwa ajili ya kuomba Mungu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania kwa kuombea uchaguzi. Uchaguzi unahitaji maombi kwa sababu kuna mambo mengi yanafanyika na bila maombi hatuwezi kufikia mahali tunapotaka kwenda. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa sababu hatua hii ni nzuri na ni kubwa. Tunaomba Mungu atusaidie na tufanikishe tarehe hiyo ya 21 tupate kibali kwa Mungu kufika kwenye uwanja utakaokuwa umekubalika na Mungu na hayo mambo yote yafanyike kwa ufanisi. Tunatamani kuona ni kwamba Watanzania wenzetu na watumishi wa Mungu wenzetu watakaposikia tangazo hili au maelekezo haya tuwe tayari kuweza kufika na kufanya haya ambayo yanaelekezwa na viongozi wetu wa CPCT. Mimi namshukuru Mungu katika haya na napongeza sana mkurugenzi, maono haya yawe endelevu kwa sababu ndiyo sehemu inayoweza kulifanya taifa kubaki salama. Na kwenye maombi ndipo tunaugusa moyo wa Mungu, ndipo tunapata matokeo mazuri. Hata viongozi wetu tukiwaombea tutapata viongozi ambao wametoka kwa Mungu, na kiongozi aliyetoka kwa Mungu akiongoza taifa linakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Rose David wa makanisa ya Kipentekoste. Imekuwa ni baraka kwetu sote kwa maono haya ambayo yamekuja kwa wakati wake ambao umekubaliwa na Mungu. Umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Maono haya yamekuja kwa kusudi maalum ya kuombea nchi ili nchi yetu iwe salama kwa ajili ya uchaguzi ambao unakuja mbele yetu. Kama ambavyo tuliomba wakati ule uliopita kwa ajili ya ugonjwa wa corona, tuliungana nchini kote tukaomba na ugonjwa ukaondolewa katika nchi yetu. Vivyo hivyo kwa umoja huo katika nchi yetu ya Tanzania, tuungane tena tumuombe Mungu kwa ajili ya uchaguzi. Tunaamini katika umoja wetu tutafanikiwa, uchaguzi utaenda salama. Wito wangu wote kwa mama wote na wababa wote na watoto wetu wote na vijana na wadada, tuje kwa wingi katika viwanja hivyo ambavyo vitakuwa vimepata kibali kutumika kwa ajili ya maombi. Tukamwombe Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tunaamini katika umoja inawezekana. Kwa sauti ya umoja Mungu wetu atatenda maajabu na miujiza. Amani tunayoiona ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Pasipo Mungu kuweka mkono wake katika nchi hii, hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ninawasihi nyote ambao mnasikiliza na kutuona hapa, njooni kwa wingi siku hiyo kwa umoja wetu, tukamwombe Mungu, tutafanikiwa katika jina la Yesu. Jina langu Askofu Mlaki wa makanisa ya Pentekoste kule Tegeta. Najua wakati huu tunaingia kwenye uchaguzi, najua ni wakati ambao tunahitaji amani, tunahitaji utulivu. Na ndio maana akaweza kuona ni muhimu katika kipindi hiki badala ya kufanya matamasha aliyozoea, akaona kiwe ni kipindi cha kuombea taifa. Kwa hiyo tunashukuru kwa maono ambayo Mungu ameweka ndani mwake, na unasema Mungu abariki sana na tukaweze kuona matokeo na mafanikio makubwa katika jina la Yesu nimeomba. Amen.